So, bana mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Biomedia, karibu tena kwenye channel pekee ambayo utahabarika na habari mbalimbali. Habari za udaku, michezo, burudani, habari za kijamii, siasa, yote hayo matukio mbalimbali unajipatia na kufahamu kupitia channel yako pendwa ya Biomedia. Unakumbushwa pia na official Rose D kusubscribe, kushare, kucomment, kulike. Itakuwa inabamba na kupendeza ile kinoma noma. Bana sisi leo tunachagua kumwangazia bibi Zuchu ambaye anaonekana kumjibu mange kisa Diamond afunguka pia issue ya kuondoka WCB Wasafi. Mashabiki wabaki midomo wazi. Mambo yamekaaje kwa bidada Zuhura Othman Masoud? Basi unaambatana na mimi mpaka tamati, si ndio? Huyu anamuita Zuchu bana ameweza kusema kwamba hana mpango wa kuondoka katika lebo hiyo ya Wasafi, kwani yupo katika mahusiano ya kimapenzi na mwanzilishi wa lebo hiyo kwa maana ya Diamond Platnumz. Na itakumbukwa pia alisaini rasmi mkataba WCB Wasafi bibi Zuchu Aprili 2020, na tangu hapo basi amekuwa miongoni mwa wasanii wa kike pia ambao wanafanya poa sana katika nchi yetu ya Tanzania right now. Na kwa mujibu wa Daily Nation ambayo ndio iliweza kufanya naye mahojiano, mwanadada huyo ambaye ni mke halali wa Diamond Platnumz ameandika: na watakia kila laheri wote waliotoka. Naelewa kuwa kuna wakati katika maisha mtu hutamani kukua, lakini kwangu mimi sioni sababu yoyote ya kuondoka WCB. Mwisho wa siku nina mahusiano na bosi wa lebo, tuko kwenye uhusiano wa kimapenzi. Bana mwaka 2022 Diamond Platnumz aliweza kuweka wazi kuwa endapo Zuchu atahitaji kuvunja mkataba wake kabla ya muda, basi itamlazimu kulipa pengine takribani shilingi milioni 10 bilioni, ili kiasi hicho kitaonyesha ukubwa wa thamani yake katika lebo hiyo. Lakini pia kiasi hicho kinaonyesha ukubwa wa uwekezaji ambao WCB Wasafi inaonekana imefanya katika kukuza kazi za Zuchu, kuanzia kwenye ubunifu wa chapa kwa maana branding, matangazo, masoko, uzalishaji wa muziki hadi ushirikiano na wasanii wakubwa. Na katika miaka hivi karibuni pia baadhi ya wasanii wameondoka katika lebo hiyo kabla ya mikataba yao kumalizika. Tutakumbuka Harmonize aliweza kuondoka akiwa ni msanii wa kwanza kusainiwa. Yeye aliondoka mwaka 2019 huku kidaiwa kwamba sababu ya kufanya hivyo ni kutoridhishwa na mgawanyo wa mapato. Ili kujiondoa basi yeye alipigwa faini ya milioni 500. Lakini pia alifuatiwa na Rayvanny ambaye aliondoka Julai 2022 baada ya kuwa na lebo hiyo kwa miaka 6 peke yake. Lakini pia akatakiwa kulipa mamilioni ya fedha ili kununua haki ya kujitoa kwenye mkataba wake kabla haujamalizika. And of course tumeona siku za hivi karibuni Mbosokani naye pia ameweza kung'atuka katika lebo hiyo, ingawa yeye alizungumza kwamba kulipishwa kiasi chochote kile na Diamond Platnumz aliweza kumruhusu akatafute maisha mengine mara tu baada ya kuishi naye vizuri ndani ya lebo hiyo. So kile ambacho wanacho mashabiki ni kwamba kiukweli hana mpango Zuchu wa kuondoka leo wala kesho pale WCB Wasafi, pamoja na kwamba wengi wamemtaka yeye aondoke kwa maana kwamba akaishi maisha kujitegemea kama ambavyo anafanya bibi Nandi, lakini majibu yake inaonekana imekuwa ndivyo sivyo. Maoni yako ni yapi? Endelea kudondosha comment yako, lakini pia nikukumbushe kuendelea kufuatilia Biomedia kwa ajili ya kupata updates mbalimbali. Official Rose D, bye bye.